Mimi nilichokiona ni home advantage. Kwenye CAF Champions League kila timu huwa inatumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Inawezekana Silver United wametumia nafasi walioipata wakiwa nyumbani, wameshinda mechi kwa goli 1-0. Kwa hiyo kama timu, kama mashabiki, kama wanachama, wapenzi wa mpira wa Young Africans, tunapaswa kutumia home advantage ambayo ndio second chance iliyobaki. Hii ambayo ilikuwa ni nafasi ya kwanza kwetu kuchukua ushindi wa away imeshindikana. Kwa hiyo turudi nyumbani, kila mwanachama na mashabiki wa Yanga ajue kwamba tunapaswa kwenda kutumia nafasi ya nyumbani vizuri. Kwa hiyo mimi naamini tunayo nafasi ya kuvuka kuingia hatua ya makundi, lakini kwa kutumia vizuri uwanja wa nyumbani kama ambavyo Silver ameutumia. Kwa hiyo sio kitu cha kukatisha tamaa kiasi hiko. Maumivu ni makali kwa sababu tuko away na umeona mwenyewe safari ilivyokuwa ngumu. Yaani ukifikiria kutoka Tanzania mpaka Malawi, tumetoka tarehe 15 unaingia hapa tarehe 18. Maana yake siku 3 unatembea barabarani bila kupumzika. Makolongo, mabarabara mabovu ya Malawi, vitu vya ovyo vya Malawi, yani vitu vya kamkumbe tu. Kwa hiyo ukichanganya na matokeo ya kufungwa ni vitu vinavyoumiza kwa sisi ambao tumesafiri kilomita nyingi. Lakini naamini kwenye mpira kwa sababu bado advantage ya home ipo, tuna uwezo kufanya vizuri na kuvuka kwenye hatua inayofuatia. Tumeona Yanga kipindi cha kwanza walicheza vizuri, lakini kipindi cha pili mwalimu tumeona Israel Mwenda baada ya kutokuwa fit akamtoa na kumuingiza Maxim pia Zengeli kwenye upande wa backline namba 2. Baada ya kutoka Max kwenye nafasi ya kiungo kurudi chini, tumeona timu ilikuwa inashambuliwa sana. Una ushauri gani kwa kocha Romain Folz? Pia anaweza kukusikia akafanyia kazi maneno yako kama shabiki ili kufanya vizuri kwenye mchezo wa marudiano wiki ijayo. Unajua substitution ni gambo. Unayemuingiza anaweza kufanya vizuri au akafanya vibaya. Na inategemea position unavoziswitch uwanjani zikakliki kwa namna ambavyo umezifanyia kazi au zikagoma. Kwa leo zimegoma. Na Max nimemwona mara nyingi hata kwa makocha waliopita waliwahi pia kumswitch kwenye kutoka winga kumshusha chini za fullback. Mimi naamini ni ile away game CAF Champions League kila mtu anatumia uwanja wa nyumbani vizuri, kwa hiyo tumepoteza. Sikuona makosa makubwa sana ambayo ya kimchezo yalitugharimu kwa moja. Nilichokiona Silver United walikuwa nyumbani, mashabiki wao pamoja hawakujaa uwanja, lakini wachache waliokuwemo walikuwa na nguvu kubwa ya kushangilia timu yao. Kwa hiyo nafasi ni yetu, mashabiki wa Yanga, uwanja wetu wa nyumbani, tujitokeze kwa wingi, twende tukaujaze uwanja wa Mkapa, tushangilie timu yetu kwa nguvu. Naamini hiyo ndio silaha namba 1 itakayotuvusha kuingia kwenye hatua ya makundi, sio silaha nyingine. Shukrani sana Godi. Asante bro. Mimi nilichokiona ni home advantage. Kwenye CAF Champions League kila timu huwa inatumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Inawezekana Silver United wametumia nafasi walioipata wakiwa nyumbani, wameshinda mechi kwa goli 1-0. Kwa hiyo kama timu, kama mashabiki, kama wanachama, wapenzi wa mpira wa Young Africans, tunapaswa kutumia home advantage ambayo ndio second chance iliyobaki. Hii ambayo ilikuwa ni nafasi ya kwanza kwetu kuchukua ushindi wa away imeshindikana. Kwa hiyo turudi nyumbani, kila mwanachama na mashabiki wa Yanga ajue kwamba tunapaswa kwenda kutumia nafasi ya nyumbani vizuri. Kwa hiyo mimi naamini tunayo nafasi ya kuvuka kuingia hatua ya makundi, lakini kwa kutumia vizuri uwanja wa nyumbani kama ambavyo Silver ameutumia. Kwa hiyo sio kitu cha kukatisha tamaa kiasi hiko. Maumivu ni makali kwa sababu tuko away na umeona mwenyewe safari ilivyokuwa ngumu. Yaani ukifikiria kutoka Tanzania mpaka Malawi, tumetoka tarehe 15 unaingia hapa tarehe 18. Maana yake siku 3 unatembea barabarani bila kupumzika. Makolongo, mabarabara mabovu ya Malawi, vitu vya ovyo vya Malawi, yani vitu vya kamkumbe tu. Kwa hiyo ukichanganya na matokeo ya kufungwa ni vitu vinavyoumiza kwa sisi ambao tumesafiri kilomita nyingi. Lakini naamini kwenye mpira kwa sababu bado advantage ya home ipo, tuna uwezo kufanya vizuri na kuvuka kwenye hatua inayofuatia. Tumeona Yanga kipindi cha
kwanza walicheza vizuri, lakini kipindi cha pili mwalimu tumeona Israel Mwenda baada ya kutokuwa fit akamtoa na kumwingiza Maxim pia Zengeli kwenye upande wa backline namba 2. Baada ya kutoka Max kwenye nafasi ya kiungo kurudi chini, tumeona timu ilikuwa inashambuliwa sana. Una ushauri gani kwa kocha Romain Folz? Pia anaweza akakusikia akafanyia kazi maneno yako kama shabiki ili kufanya vizuri kwenye mchezo wa marudiano wiki ijayo. Unajua substitution ni jambo. Unayemwingiza anaweza akafanya vizuri au akafanya vibaya. Na inategemea position unavoziswitch uwanjani zikakliki kwa namna ambavyo umezifanyia kazi au zikagoma. Kwa leo zimegoma. Na Maxi nimemwona mara nyingi hata kwa makocha waliopita waliwahi pia kumswitch kwenye kutoka winga kumshusha chini za fullback. Mimi naamini ni ile away game CAF Champions League, kila mtu anatumia uwanja wa nyumbani vizuri, kwa hiyo tumepoteza. Sikuona makosa makubwa sana ambayo ya kimchezo yalitugharimu kwa moja. Nilichokiona Silver United walikuwa nyumbani, mashabiki wao pamoja hawakujaa uwanja, lakini wachache waliokuwemo walikuwa na nguvu kubwa ya kushangilia timu yao. Kwa hiyo nafasi ni yetu, mashabiki wa Yanga, uwanja wetu wa nyumbani, tujitokeze kwa wingi, twende tukaujaze uwanja wa Mkapa, tushangilie timu yetu kwa nguvu. Naamini hiyo ndio silaha namba 1 itakayotuvusha kuingia kwenye hatua ya makundi, sio silaha nyingine. Shukrani sana. Asante bro.